بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العظمة والكبرياء والملك والملكوت وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد يكمشكر الله عز وجل lakini kadhalika kumwombea ziada ya rehma na amani mtukufu wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika leo tunaendelea na darasa yetu na natumaini kwamba darasa hii ya leo ndio itakuwa mwisho wa katika kipindi chetu hiki cha Ijue Funga ya Ramadhan, na mazungumzo yetu yatakita katika ile sehemu ambayo tulianza jana, mazungumzo yanayohusiana na masuala mazima ya i'tikaf. Na katika darsa yetu ya jana kuhusiana na i'tikaf tulizungumzia taarifu ya i'tikaf, i'tikaf ni nini, lakini kadhalika tukaja kuangalia hukumu ya i'tikaf na baadaye tukaja kuzungumzia shurutul i'tikaf. Ama leo biidhnillah sanaishu maa zamanul i'tikaf wa mustahabbatihi wa ma yubahu lilmu'takif. Leo tutazungumzia zama, muda wa i'tikaf na yale mambo ambayo kwamba yanayopendeza au mambo ambayo kwamba yaliyokuwa sunna wa mtu ambaye aliyekuwa yupo ndani ya i'tikaf, na kadhalika tutazungumzia ma yubahu lilmu'takif, yale mambo ambayo yalikuwa halali kwa yule ambaye yupo katika ibada ya i'tikaf. Ahlul ilmi wanasema al-mukthu fil masjidi miqdara min az-zamani huwa ruknul i'tikaf. Kukaa msikitini, tulisema jana kwamba i'tikafu ni kukaa msikitini na kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla ndani ya msikiti. Kwa hiyo kukaa msikitini kwa kiasi katika zama ni ruknun i'tikaf, ni nguzo katika i'tikaf. Falau lam yaqa'u al-mukthu fil masjidi lam yan'aqidu al-i'tikaf. Na lau kama yule mkaaji wa msikitini pale kukaa i'tikaf hakukaa katika mikdaru maalum au katika zama maalum, jambo hilo halitaisabika kwamba hiyo ni i'tikaf. Ndio wanasema wanawachuoni kuhusiana na muda wa kuisabika kwamba i'tikaf, hili jambo kiukweli fihi khilafu baina ahli ilm, lina ikhtilafu kati ya baadhi ya wana wachuoni kuhusiana na zama au muda wa i'tikaf. Lakini kauli ambayo kwamba iliyokuwa sahihi, kauli ambayo kwamba walioizungumza na kuikubali ahlul ilmi wengi, wanasema kwamba anna waqtal i'tikafi laysa liaqallihi hadd, kwamba wakati wa i'tikaf hauna katika uchache wake mpaka maalum, kwamba uchache wa i'tikafu ni muda fulani. Kwa hakika ahlul ilm wanasema hakuna uchache wa muda huo. Kwa hiyo fayasihu al-i'tikaf miqdara min az-zaman, inasihi i'tikaf kiwango chochote kile cha zama, wa in qalla, hata kama huo muda utakuwa ni mchache kwa aina gani, isipokuwa anna afdala alla yaqillu al-i'tikaf an yawmin au layla. Lakini kiuchache na ni bora isichachiki, yani ule muda wako usiwe mchache wa i'tikafu ukawa mchache zaidi wa siku moja,
mchana mmoja au usiku mmoja, kwa sababu haijawahi kupokelewa hadithi yoyote kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba waliwahi kukaa itikafu chini ya muda kama huo, yani chini ya mchana mzima au usiku mzima. Haijawahi kupokelewa hadithi kama hiyo. Kwa hiyo bora kabisa ya nyakati mtu ukitaka kukaa itikafu, basi fanya jitihada itikafu yako iweze kuchukua siku nzima, imma ukachukua usiku na mchana, au basi ukawa ni usiku mzima kuanzia pale Isha unaposali au kuanzia magharibi ukakaa mpaka salatul fajri, au na ni bora zaidi ukachukua masaa 24, yani bimaana ya kwamba kuanzia salatu subhi mpaka salatu subhi nyingine. Hii ndiyo iliyokuwa bora zaidi na ndio ambayo iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia hata kwa masahaba. Na wakati ambao kwamba uliokuwa bora katika i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadhan, wakati bora wa kukaa i'tikafu ni lile 10 la mwisho la Ramadhani, kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Hadithi ambayo bibi Aisha anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana ya'takifu al-ashr al-awakhir, kwamba Mtume alikuwa akikaa itikafu 10 la mwisho min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Na hii kadhalika ndio sababu hata sisi tumeona darasa hili ni muhimu kuliingiza na kulifungamanisha na ibada ya funga Ramadhani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikaf katika 10 la mwisho katika mwezi wa itikaf. Lakin fa in i'takafa fi ghairi hadha alwaqt jaza dhalik, lakini kama mtu ikatokea akakaa itikafu katika wakati ambao usiokuwa wa 10 la mwisho la Ramadhani, itikafu yake itajuzu, itikafu yake itakuwa imejuzu. Mustahabati, mambo ambayo yanayopendeza au mambo ambayo kwamba yaliyokuwa sunna kwa mtu ambaye aliyekuwa itikafu. Wal itikafu ibada, siku zote tunatakiwa tuelewe kwamba itikafu ni ibada. Itikafu ni ibada ambayo kwamba mja anajiweka pekee ili kuzungumza na Allah azza wa jalla, wa yaqta'u al-ala'iqa amma siwah, anakata mahusiano kabisa yasiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani bimaana anakata mawasiliano na wengine, anafanya mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo fayastahabu lilmu'takif, inasuniwa kwa yule ambaye aliyekuwa ndani ya itikaf an yatafarragha liibada, akaifaragha kwa ajili ya kufanya ibada tu, sio jambo lingine, asiwe na jambo jingine kinyume na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo anatakiwa akithirishe mno, yani afanye wingi sana wa kusali, afanye wingi sana wa kufanya dhikri, afanye wingi sana wa kufanya dua, afanye wingi sana wa kusoma Qur'ani, lakini kadhalika afanye wingi sana wa kufanya toba na istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengineyo ambayo yapo katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, taa ambayo taqarrabahu ila Allah azza wa jalla, itamkurudisha yeye kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika jambo ambalo linalosuniwa liliokuwa mustahabu kwa mtu ambaye aliyekuwa itikaf awe katika mazingira kama hayo. Ni kipi kilichokuwa halali kwa mtu ambaye yuko itikaf? Wanasema ahlul ilmi, wa yubahu lilmu'takifi alkhuruja min almasjid lima la budda min, ni halali kwa yule ambaye aliyekuwa itikafu, ni halali kwake kutoka msikitini, lakini kwa jambo ambalo ni lazima, litamlazimu, ni lazima atoke msikitini, basi inahalalika au ni halali kwa mtu ambaye yuko katika itikafu kama hiyo. Kama vile akatoka msikitini lilakli wa shurbi, ili kwa ajili ya kwenda kula au kwa ajili ya kwenda kunywa, jambo hili linaruhusiwa kwa yule ambaye yuko ndani ya itikafu. Idha lam yakul lahu man yahdhuruhuma, huyo anaweza akatoka kwenda kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula au kwa ajili ya kwenda kutafuta kinywaji, ikiwa hana mtu ambaye atakayeweza kumletea pale. Lakini kama yupo mtu ambaye anaweza akamletea
chakula pale msikitini au akamletea maji pale msikitini, basi anaweza akakaa na yule mtu akaanza kumletea. Lakini kadhalika wal khuruj li qada'i haja, lakini anaweza akatoka msikitini kwa ajili ya kwenda kukidhi haja. Yani mfano labda ameshikwa na haja ndogo au haja kubwa, aweza akatoka msikitini na kwenda zake kwenda kukidhi haja. Walwudhu min alhadath, lakini pia anaweza akatoka msikitini akaenda kuchukua udhu kwa ajili ya hadath labda iliyomtoka. Walightisalu min aljanaba, lakini kadhalika anaweza akatoka msikitini akaenda kuoga kwa ajili ya janaba, labda alipatwa na janaba. Unaweza ukajiuliza janaba hilo liko vipi wakati yuko msikitini pekee? Anaweza labda katika itikafu yake akalala ndani mle msikitini. Bahati ikatokea kwamba msikitini mle labda akaota yuko katika jimai, maana hapa kwamba atakuwa na hukumu ya janaba. Kwa hiyo anaruhusiwa akatoka akaenda kuoga kwa ajili ya janaba. Lakini kadhalika wayubahu lahu atahadutha ila nnasi fima yafid, lakini pia mtu aliyekuwa yupo ndani ya itikaf anaruhusiwa kuzungumza na watu, lakini atazungumza katika yale mambo ambayo kwamba yenye faida ndani yake. Lakini sio hivyo tu, wasualu an ahwalihim, lakini kadhalika hata kuwaulizia hali zao, yani bimaana ya kwamba hata kama kwa hivi sasa kwa sisi ambao wenye simu unaweza ukawa ndani ya msikiti kwenye itikafu, umeamka asubuhi, unaweza ukaulizia hali za nyumbani, vipi mmeamkaje leo? Salama. Hilo jambo linaruhusiwa kwa mtu ambaye kwamba yupo ndani ya itikafu. Amma tahaddathu fima la fidu, ama kuzungumza yale mambo ambayo kwamba yasiyokuwa na faida, labda kaja rafiki yako mkaanza kuzungumzia mambo ya mpira pale msikitini na wewe ushatia nia ya itikafu, jambo hili halisihi kabisa. Kwa hiyo amma tahaddatha fima la yufidu, ama kuzungumza yale mambo ambayo kwamba yasiyokuwa na faida, wa fima la dharuratun fihi, na kuzungumza yale mambo ambayo hayana ulazima wa kuzungumza, yani mmekuja tu mnapiga story tu. Kwa hakika jambo hili likifanyika kwa mtu ambaye yupo ndani ya i'tikaf, yunafi maqsud al-i'tikaf wama shuri'a min ajlihi, jambo hili litaondosha yale makusudio ya i'tikaf, lakini kadhalika litaondosha lile sheria ambayo iliyowekwa kwa ajili ya i'tikaf. Kwa hiyo mambo kama haya tunatakiwa tuyaangalie vyema. Lakini sio hivyo tu, wayubahu lahu an yazuruhu ba'dha ahlihi wa aqaribihi, ni halali kwa mtu ambaye yupo ndani ya itikaf kuja kutembelewa na baadhi ya ahli zake au jamaa zake wa karibu. Yupo ndani ya msikiti anafanya itikafu yake, anaweza akaja labda mkewe kuja kumtembelea pale msikitini, au anaweza akaja ndugu yake yote pale msikitini kuja kumzuru na kuzungumza naye, japo hata lisaa moja katika zama. Lakini baada hapo wal khuruju min mu'takifa litaudiihim, na inaruhusiwa yule ambaye aliyekaa itikafu baada ya kuwa amekuja kutembelewa na jamaa yake, amekuja kutembelewa labda na mkewe au amekuja kutembelewa na mumewe, baada ya kumaliza kuzungumza, inaruhusiwa yule aliyekuwa katika itikafu akanyanyuka akamsindikiza yule ambaye aliyekuja kumtembelea. Wa hadithi ambayo kwamba iliyopokelewa au inayotokana na Safia radhiallahu anha, ambaye ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Safia anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu'takifa, alikuwa Mtume, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu'takifa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa itikafu muda fulani. Fa ataitu lailan, nilimwendea usiku pale msikitini alipokuwa yuko katika itikafu yake, nilimwendea pale nikazungumza naye. Thumma qumtu, baada ya kumaliza kuzungumza naye nikasimama, yani kwa ajili sasa ya kuondoka. Fa aqbalat, akanisindikiza, maana yake naye akanielekea, akanikabili. Faqama ma'i, akasimama pamoja na mimi. Liyaqlibani,
ili aweze kunisindikiza. Bimaana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mimi kuzungumza naye pale msikitini alipokuwa yupo ndani ya itikafu yake, aliinuka akaja tukawa tunaondoka, bimaana ya kwamba akawa ananisindikiza na kunirudisha nyumbani. Walilmu'takif an ya'kula wa yashrabu wa yanamu fil masjid ma'al muhafadhati ala nadhafati almasjid. Mtu ambaye kwamba aliyekuwa yupo ndani ya itikafu ni halali kula, anaruhusiwa kula mle msikitini, wa yashrabu, na anaruhusiwa kunywa mle msikitini, wa yanamu fil masjid, na anaruhusiwa kulala msikitini, lakini achunge usafi wa msikiti. Achunge usafi wa mle msikitini, asiweze sasa kuweza kuchafua ule msikitini. Kwa hiyo haya ni baadhi tu ya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa halali kwa yule ambaye aliyekuwa yupo ndani ya i'tikaf. Tuangalie jambo jingine, mubtilatul i'tikaf, mambo ambayo kwamba yanayobatilisha i'tikaf, yanaharibu i'tikaf na kuikata i'tikaf yako. Jambo la kwanza, al-khuruju li ghairi hajatin abda, ni kutoka msikitini pasi na haja yoyote, tena kwa makusudi. Wa in qalla waqta al-khuruj, hata kama wakati wenyewe uliotoka ni utakuwa ni mchache, i'tikafu itakuwa imekatika hapo na itakuwa imeshabatilika. Wa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, bibi Aisha anasema, wa kana la yadkhulu albayta illa lihaja, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa yupo katika i'tikaf, pamoja msikiti na nyumba zake zipo karibu, alikuwa haingii ndani isipokuwa kwa haja maalum. Alikuwa haingii ndani, maana yake kama anapokusudia kwamba yupo katika i'tikaf, basi anakaa i'tikafu hiyo na wala hatoki kwenda ndani illa lihajan, isipokuwa kwa haja maalum. Idha kana mutakifa, pale anapokuwa mtume yupo ndani ya nini, ya i'tikaf. Kwa nini? Lianna al-khuruja yafutu al-mukfu fil mu'takif, kwa sababu lile jambo la kutoka, yule aliyekaa i'tikaf akatoka, jambo hili linaondoa lile jambo la kukaa pale msikitini kwa i'tikaf. Na kukaa msikitini ruknul i'tikafi, ndiyo nguzo ya i'tikaf. Kwa hiyo jambo la kwanza linalobatilisha i'tikaf ni kutoka msikitini li ghairi hajatan, pasi na haja yoyote, tena abdan, kwa makusudi. Jambo la pili, aljima'u, kujimaa, walau kana dhalika layla, hata kama hilo jambo la ijmaa litafanyika usiku, au kana aljima'u kharij almasjid, au jambo la ijmaa limefanyika nje ya msikiti, hili jambo litakuwa limebatilisha nini? Limebatilisha i'tikaf. Wa kauli ya Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala msifungamane na wanawake, msiwe na mahusiano na wanawake, wa antum aakifuna fil masajid, na hali ya kuwa nyinyi mpo i'tikafu ndani ya misikitini. Wa fi hukmihi al-inzalu bishahr, lakini pia hukumu ya ijma'i tunaisema pia miongoni mwa hukumu zake ni kule mtu kujitoa manii kwa matamanio, biduni ijma'i, hata kama hakuna ijma'i, ukajitoa wewe mwenyewe tu kwa matamanio, kali istimna, kama vile mtu ukajichua, wa mubasharatu zauja, au kumbatiana na mke fi ghairi alfardi, katika sehemu ambayo si farji, lakini kwamba ukatokwa na manii kadhalika, jambo hili pia litaingizwa katika hukumu ya nini? Katika hukumu ya ijma'i. Lakini kadhalika katika jambo au katika mambo ambayo kwamba yanayoharibu i'tikaf ni nini? Dhahabul aqli, kuondokwa na akili, kutokwa na akili. Fayafsidu al-i'tikaf bil junud, i'tikaf inaharibika kwa uenda wazimu, wasukri, kulewa. Haya mambo yote kadhalika yanaharibu nini? Yanaharibu ibada yako ya i'tikaf. Jambo la nne katika mambo ambayo kwamba yanayoharibu i'tikaf, alhaidh wan nifas, kupatwa na hedhi na nifas kwa kina mama. Kwa nini? Liadami jawazi makthil haidh wan nufasa fil masjid, kwa sababu
haijuzu kwa mtu ambaye mwenye hedhi, haijuzu kwa mtu ambaye mwenye nifasi kukaa msikitini. Kwa hiyo kama haijuzu kukaa msikitini, bi maana ya kwamba muda huo itakuwa itikafu yako itakuwa tayari imeshaharibika. Lakini jambo la tano ambalo ndio jambo la mwisho ambalo lenye kuharibu ibada ya itikaf, ar-ridda, ni kurtadi. Ni kurtadi bi maana ya kwamba kutoka katika dini, kutoka katika dini ya Uislamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema ndani ya Qur'an, la in ashrakta la yahbatanna amalu. Allah azza wa jalla anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa utamshirikisha Allah azza wa jalla, basi yataporomoka matendo yako. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache ambayo kwamba tuliyozungumza katika darasa yetu kama hii. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyafanyia kazi. Na niseme tu kwamba hapa leo ndio tutakuwa tumemaliza ibadati zetu au darasa yetu ya ijue ibada ya funga ya Ramadhani. Na alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya muda mchache nitawaekea ratiba insha Allah ya masomo yetu, kwamba muda fulani tutaleta somo la aina fulani na muda fulani tutaleta masomo ya muda fulani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kama hili katika jambo letu kama hili, na niwaombe insha Allah ushirikiano wenu katika kuyafuatilia masomo kama haya, na insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha kufika pale ambapo tunahitaji tuweze kufika. Lakini kadhalika kwa yule ambaye anaweza akashare kuwashare kuwapa watu wengine darasa kama hizi, basi ni ruksa yapeleke masomo kama haya, ili mradi kila mmoja lengo na madhumuni niliyokuwa nayo elimu kama hiki ambacho mimi ninachokijua, basi niweze kuwafahamisha na wengine. Lakini kadhalika kama kuna mtu ambaye unataka aingie katika madrasa yetu hii, basi inshallah unaweza ukanitumia namba zake, mimi nitamuingiza moja kwa moja katika madrasa yetu kama hii. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.